dini ya Uislamu ni dinun kamil, dini iliyokamilika kuanzia itikadi. Ukisoma itikadi ya Uislamu haina ghumudh, haina mafundofundo wala kufungwa, tofauti na itikadi nyingine. Kuna itikadi ziliwapelekea wale wafuasi waone kwamba hii si dini. Mfano itikadi ya utatu. Itikadi ya utatu imewashinda kwenye itikadi hiyo. Mungu huyo ni Baba, Mungu huyo amegawanyika katika mtoto, Mungu huyo amegawanyika katika Roho Mtakatifu. Kimoja alafu kimegawanyika katika tatu. Itikadi hii ya Trinity imewashinda wenye itikadi hii. Na Allah tabaraka wa taala alipinga, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Uislamu ukitazama itikadi yake ni itikadi ya wazi, inakubalika na akili sahihi salimu aliyomuumbia Allah tabaraka wa taala mwanadamu. Uislamu ukitazama ibada, mafunzo ya ibada tunaozifanya tuliofundishwa ni mafunzo yako wazi, yanakubalika kisheria, kiakili, kimaumbile ya mwanadamu. Ukitazama miamala mbalimbali ya nikah, ya ndoa, miamala ya biashara, utauona Uislamu ni dini iliyokuwa kamili kabisa. Mafunzo yake ni mafunzo bora, mazuri, hayana mfano. Tizama kwenye ndoa, namna sisi tulivyofundishwa jambo la ndoa, kuoa. Mfano kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, dini yetu imetufundisha hivyo. Jambo hili laendana, chilia mbali sheria yenyewe, akili ya mwanadamu, maumbile ya mwanadamu, mwanaume kuoa zaidi ya mke mmoja. Wale ambao wana mmoja tena kwa uhai na kifo wanatatizika sana na jambo hili. Maumbile yao yakinzana na utaratibu wa dini yao. Ndiyo maana maeneo waliojikita watu hao wa mke mmoja kwa uhai, kwa maisha na kifo, ni maeneo yanaongoza kwa takwimu ya juu kabisa ya ukimwi. Inawezekana mtu ana mke mmoja katika dini yake, lakini ana vimada 11. Halafu wakawazuga Waislamu kwamba ndoa zaidi ya mke mmoja ina matatizo mingi, ndoa za mitaala zikafundishwa maskuli, ni sababu ya kuenea kwa ukimwi. Lakini tukitazama maeneo ya watu ambao wana mafunzo hayo ya mke zaidi ya mmoja, takwimu ya ukimwi au asilimia ya watu wenye ukimwi ni ndogo, inawezekana chini ya 0. Mifano katika nikah, mifano katika biashara, katika uchumi. Ukiutazama Uislamu na mafunzo yake ya uchumi, utaona ni uchumi bora kabisa, mafunzo bora kabisa kuliko mafunzo yote. Mafunzo ya raasul malia, capitalism, ubepari, mafunzo ya ishtirakia, communism, ambao ni ushirika, mafunzo ya shuuia, socialism, ujamaa, mafunzo ya aina mbalimbali ambao yanafungamana na uchumi, mambo ya monopoly au na aina nyingine za mifumo ya uchumi. Ukilinganisha na Uislamu, utaona Uislamu ni dini mafunzo yake bora kabisa katika uchumi. Hatuna muda ya kuoanisha, lakini mafunzo bora. Mfano tizama jambo la riba. Kuna watu wanaona riba ni muhimili wa uchumi, mabenki hayasimami bila ya riba, lakini wametopezwa watu wa riba. Ndio maana wanakwenda, utasikia mkopo kwa riba nafuu kabisa, wanahangaika ile riba, watamani waiondoe, lakini walitengeneza kama ndio mfumo wa biashara. Huku wahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara, ameharamisha